Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba amekanusha taarifa zinazodai kwamba benki hiyo inachapisha fedha na kuzisambaza kwa ajili ya kugharamia uchaguzi, akisema taarifa hizo ni za upotoshaji, hivyo zipuuzwe. Ngoja nikusomee taarifa hapa BOT kuhusiana na taarifa hizo. Taarifa kwa umma kuhusu upotoshaji wa fedha zinazochapishwa na Benki Kuu ya Tanzania pamoja na ushawishi wa kuondoa fedha kwenye mabenki. Pamekuwepo na taarifa za upotoshaji kwenye mitandao ya kijamii kuhusu Benki Kuu ya Tanzania kuchapisha fedha na kuzisambaza kwa ajili ya kugharamia uchaguzi, na wengine wakihamasisha wananchi kuondoa fedha zao kwenye baadhi ya benki za biashara kwa maelezo kuwa benki hizo zimeishiwa fedha kwa sababu ya uchaguzi. Napenda kuwafahamisha wananchi wote kuwa taarifa hizo sio za kweli, zinapaswa kupuuzwa na kukemea wote wanaopotosha umma kuhusu hali hiyo. Benki Kuu ya Tanzania, kama ilivyo kwa nchi nyingine duniani, ushapisha fedha kwa mujibu wa kifungu cha 26 cha sheria ya Benki Kuu sura namba 197 na kuziingiza kwenye mzunguko kulingana na shughuli za kiuchumi pamoja na mahitaji ya kubadilisha fedha zinazochakaa pale zinaporejeshwa Benki Kuu kupitia amana za benki za biashara na sio vinginevyo. Aidha, Benki Kuu imeendelea kutekeleza vizuri sera ya fedha na kuwezesha mfuko wa bei kuwa wa chini, wastani wa 3.3 kwa miezi 10 ya mwaka 2025. Uchumi kukua kwa kasi, matarajio ya 6% mwaka 2025. Urali wa malipo nje kupungua hadi 2.4 ya pato la taifa Septemba 2025. Thamani ya shilingi kuimarika kwa 8.8 kwa mwaka ulioishia Septemba 2025, na akiba ya fedha za kigeni kuongezeka hadi dola za Marekani bilioni 6.7 zinazokidhi uingizaji wa bidhaa zake nje kwa miezi 5.4. Vile vile napenda kuwathibitishia kuwa benki zote zilizopo nchini zinasimamiwa kwa kuzingatia sheria, kanuni, miongozo na vigezo vya kimataifa, ambapo zimeendelea kuwa na mitaji ya kutosha, ukwasi wa kutosha, zinazotengeneza faida na zina kiwango kidogo cha mikopo chechefu 3.3 Septemba 2025 ikilinganishwa na ukomo wa 5.0. Aidha, mifumo ya malipo inaendelea kusimamiwa vizuri na kuwezesha mamlaka yote kufanyika kwa usalama, ufanisi na tija inayostahiki. Kutokana na mazingira hayo mazuri ya kiuchumi na kifedha nchini, uamuzi wa kuondoa fedha kutoka benki na kuzitunza nyumbani haufai, kwa kuwa ni utamaduni wa kizamani wenye hatari nyingi, ikiwemo pamoja na kuibiwa, kuvutia wezi wanaoweza kukuzuru, kupoteza, kuzitumia vibaya katika shughuli zisizokusudiwa, kuharibika endapo zitatunzwa vibaya, au kufungiwa ndani ya nyumba endapo jengo moto ukatokea. Hivyo wananchi wanashauriwa kuendelea kutunza amana, yani fedha zao benki, kwa sababu watapata faida nyingi, ikiwemo kulipwa riba au faida ya mwaka. Fedha kutunzwa kwa usalama wa uhakika, kukingwa na bima ya amana muda wote, kuwezesha mabenki kupata fedha za kukopesha wananchi wanaohitaji mitaji au kukizi dharura na mahitaji mbalimbali ya kiuchumi. Benki Kuu inawasihi wananchi kutohamisha fedha zao kutoka kwenye mabenki, bali waendelee kutumia huduma za benki bila wasiwasi wowote. Vile vile tunawaonya wote wanaofanya upotoshaji huo mitandaoni na kuwataka waache kufanya hivyo mara moja, kwani taarifa hizo hazina tija katika maendeleo ya sekta ya fedha na uchumi kwa Tanzania kwa ujumla. Sasa hiyo ndiyo taarifa ambayo imeandikwa hapo kupitia Benki Kuu ya Tanzania. Utakumbuka siku za hivi karibuni kumekuwa na maneno mengi sana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa comment ni nyingi sana. Moja kati ya wadau ameandika pale, nilivyoona tu taarifa maelezo marefu kama treni, basi nimeamini lisemwalo lipo. Mtu mwingine ameandika wazee wa Monitor Police. Mtu mwingine ameandika kama inawezekana kuchapisha, sizichapishwe tu, watugawie maana maisha magumu. Mtu mwingine ameandika bora mngekaa kimya tu. Mtu mwingine ameandika time has come to end. Mtu mwingine ameandika asante mheshimiwa gavana. Mtu mwingine ameandika kwa hiyo Mange kasema ukweli, maana taarifa ya benki haijafafanua vizuri alichodai Mange. Mtu mwingine ameandika maelezo mengi, okay sawa. Mtu mwingine ameandika
sijui kuhusu kuprint pesa, ila kuhusu mabenki kutuibia hela zetu ni kweli mtupu. Huyo ameandika hivyo. Mtu mwingine ameandika okay sawa. Kimsingi baadhi ya comment sio nzuri na sio afya kabisa, lakini benki imekanusha taarifa zinazotembea kwenye mitandao ya kijamii na imetolewa na Emmanuel Tutuba, governor wa Benki Kuu ya Tanzania. Nini maoni yako? Hii ni VOT Media, tumechangamka.